Hello guys, this is Fans Africa TV. I'm here with Naomi TYD. tuko KU Arboretum. Tumekuja kuangalia graduates. Watuambie vile maisha imekuwa, alafu pia watupange tu tuone vile itakuwa. So here I'm with one of the graduates in Kenyatta University. Anaitwa acha tuambie jina yake, unaitwa nani? Naitwa Rispa Gatwiri from Meru. Rispa Gatwiri from Meru. Yes. Okay, I have to first say congratulations. Thank you so much. Najua imekuwa si kazi rahisi. Na ni God amenifikisha hapa. Namshukuru sana. The journey has been long. It has been a bit tough, but the Lord has been faithful. Today is the day that we are celebrating the fruits of our labor. We really thank God. Hii ni graduation ya ngapi? Hii ni ya kwanza. Hii ni ya kwanza? Yep. Oh, that's good. So guys, tunataka tumuulize maswali tujue maisha imekuwa imepelekaje, alafu ana feel. I can see she's already very excited. I'm so excited. I'm so excited, guys. This is the day and I'm so happy. Sawa. Maisha imekupeleka vipi KU? Tangu ulikuja mwaka wa kwanza, ulikuja KU mwaka upi? Okay, nilikuja KU 2016. I joined first year. Life haikuwa rahisi, ilikuwa ile ya uko mgeni, unajaribu kuadapt with the environment and but at the middle nilikuja kuadapt, nikapata friends and life ikaenda hivyo. Until this far we are so happy. That's great. So if I can ask, unafanya course gani kwanza? Nafanya education. Nilikuwa nafanya ya Kiswahili na ARE. Yep. What is your favorite subject between Kiswahili and ARE? My favorite ni CRE. Ni sawa. So umekuja mwaka wa kwanza pale, sasa una graduate eh? Today is the 49th graduation in KU. Umepitia challenges gani KU? Okay, challenges za KU si mingi compared to the benefits. They were so few na ni kama hivi kurauka asubuhi, classes za asubuhi, unarauka 7 and then nilikuwa na stay nje kidogo. Na hiyo time kumanage time ndio nifike class 7, nilikuwa naona ikiwa challenge. At times nafika saa 2, nimekuta lecturer amefunza. So na take time ndio nifikie ni cover up hiyo wengine wamesoma, but nilikuja kuzoea and until this far nimekuja kuachieve the best. I thank God. That's interesting. So if I can ask, huwezi kuwa na challenges, lazima pia ukuwe na zile times zenye ulienjoy KU. What is so interesting about KU yenye ungependa kuambia watu huko nje at least wajue? The best moments za KU zilikuwa gani? Naweza ambia watu KU is the best learning institution yenye unaweza ingia na ufurahie. Like the environment yenyewe ni favorable kusoma. The students pia wako interactive kutoka nikuja KU nimeinteract na watu wengi, nimejua mambo mengi. Kuna lugha ambazo sikuwa naweza kuelewa, lakini kupitia KU nimeelewa. Vernacular languages nimeelewa. Nimelearn sana activities mingi sikuwa najua, nimejua hapa KU. Even in the service of God, nimeserve God hapa KU sana na nikagrow spiritually. Na so ningependa kuambia au mko nje na mnatafuta campus ya kujoin, KU is the best. And I would like also to encourage those that want to join this institution. It is the best institution that you can come na upate watu wameokoka vizuri. Kuna hii mentality watu sema KU like ukikuja public university kupata mtu born again ni vigumu, but I want to tell you that there are people who are born again in campus and wakati una join unakuwa spiritually nourished sana. Like mimi kutoka nikuje nilikuwa involved na vikundi ambavyo ni vya kutafuta Mungu vizuri, na kupitia hiyo Mungu amenisaidia mpaka wa leo bado natafuta Mungu. Na pia wewe ambaye uko pale nje ukikuja ujoin KU ukiwa na nia ya kutafuta God, utakuja na umpate na utagrow pia spiritually. Yes, this is the best institution. Wow, interesting. Talking about spirituality, denomination yako ni gani? Unaenda kanisa gani? Mimi ni Pentecost. Huwa naenda ya Pentecost na iko Meru, Jesus Winner Ministry. Yes. That's interesting. Okay, talking about kuna masomo KU, there's a lot that goes on KU. There's a guy anaitwa Crispa. Unamjua Crispa?
Crispa. Ameimba wimbo inaitwa Ndovu Nikuu akasema hakuna masomo KU. What can you tell such a person anasema hakuna masomo KU? Je, kuna masomo KU? Ndio, kuna masomo KU. Kuna masomo KU because ukiangalia achievement hii tumeachieve saa hii tumeachieve because kuna tume excel kwa sababu tulifunzwa vizuri. Okay? Lecturers ni wazuri, wanafunza vizuri, cards tunapewa zilikuwa zinatusaidia mpaka tumeachieve the best. I mean natunge graduate kama hatujapita like kama hatujafunza vizuri. Kwa hivyo kuna masomo KU. Yeah. So very interesting. So I hope Crispa gets to see this video ndio juu kuna masomo KU. Ndio maana akina Rispa and the other graduates wana graduate leo. And I will amesema anapenda CRE kuliko Kiswahili. Mbona hivyo? Okay, CRE nimeipenda sana kutoka kitambo, kutoka primary kwa sababu ilinisaidia sana kwanza spiritually because I love mambo na God. So that is why I wanted to know about God. Imenisaidia sana kumjua zaidi, imenisaidia sana. I can just say generally imenisaidia. Yeah. Na nikiuliza now that you are done, unaona ni kitu gani yenye KU inafai change? Kuna kwa library kuna time to KU unafaa uingie library masaa fulani na utoke masaa fulani. So hiyo ya kutoka ni saa 6. So personally ningesema saa 6 ya mchana ama usiku? Saa 6 ya usiku. So personally ningeona tu KU ifanye library learning ni kuwe 24 hours. Yeah. Wow. Wacha Naomi kuuliza maswali kidogo. Na nikiuliza ukiwa in school, you stay in Kenyatta University, ulikuwa na any side hustle apart from studies? In fact, yes, nilikuwa na side hustle na nilianza from second year. Nilikuwa na lines za Airtel, nilikuwa naenda kuuza, nilikuwa nauza tops. Kwa hivyo ningependa kuambia hata wale wanasoma KU, kuna many hours za mchana za kusoma na si zote unakuwa class. Kwa hivyo unafaa kumanage time yako, usikuwa unadependia parent every time unaomba pesa, unafaa kuwa na mali unatafuta pesa yako ya kujikeep. Na those times that uko class, just do something ya kupata pesa. Like I did it na nikaona ili work na pia kwa class work nilikuwa the best. Yeah. So guys, mmesikia amesema you just manage your time at least upate tu ka side hustle. Usiko unaambia watu ati hauna pesa nini. Na nikikuuliza kuna any hobbies that ulijiingiza ukiwa in Kenyatta University? Yes, kuna hobbies kama kuimba. Napenda sana kuimba nyimbo za Injili. Nilikuwa najinvolve sana na songs, kupractice, praise and worship teams, tunaenda kumeet, tuna practice praise songs. Na pia tulikuwa tunaenda crusades hata outside Kenyatta University. We are winning souls there and I can testify that the Lord was faithful in my school time. Yeah. Ni sawa. Kevu. Okay, and tukimalizia pale, they normally joke and say I did graduate with 2 degrees. The second one to me na maybe uli graduate na someone, maybe your boyfriend. So umegraduate na degree ngapi? Okay, nime graduate na degree moja. Yeah, hiyo ingine I'll plan after this. After this you're planning? Yeah. Oh, that's interesting. Yeah. So tunashukuru sana, tumepatana na Rispa pale, unaona amefurahia sana. Alafu Rispa, advice yako kwa wale ambao wanaendelea kusoma maybe the 3rd years, 2nd years, 1st years ni ipi? Ushauri wako mwisho ni upi? Ushauri yangu kwa wale wanaendelea kusoma, ningependa kuambia wajue walikuja kufanya nini KU. At the moment they joined, kuna ile target walikuwa nayo, nikiingia KU I want to achieve this and this. Usitake kukata hiyo target. You continue working towards that goal. Another thing, usitake kuishi ile life wengine wanaishi. You know many people unakuta wanatafuta sponsors because they want to live a class yenye mwenzake anaishi. So wewe be contented with the life that you are living. Be contented with the amount, the little that you have. Toshe
tosheka na hiyo. Usiende kutafuta ma sponsors wakusaidie. Kuna wengi wamewatafuta na life yao ikago in a mess. So that is my advice. Work towards your goal and be contented with what you have. Ikiwa little na ikiwa mingi, be contented. Yes. Tunashukuru sana kwa muda wako, na vile mnasikia anasema kwamba tusikue na masponsor, tuchape kazi, tukue contented, alafu maisha itakuwa sawa. So congratulations Rispa, this is your special day. You very happy, you very smart, na Mungu akubariki. Sawa sawa. So we have been in KU University and we are done with Rispa, and tutaonana tena, acha tutafute wengine tuone wanasemaje during the special day, alafu tutaonana tena basi. Haya, asante. So Rispa, najua kwamba kuna shida wakati mtu ambapo tunaenda kulipa school fee. Ulipatana na ugumu wowote katika kulipa fee? Hapana, naweza sema sikupatana na ugumu wowote when it comes to school fee payment because I was under job. So most of my school fees ilikuwa sponsored na government, na pia wanatupea pesa ya upkeep, hiyo ilinisaidia. Though pia ilikuwa inabidi niaso pia mimi nipate kitu because niliamua kurenti nje. I wanted to live a good life. Kujilipia nyumba mwenyewe, so I had to pia kutafuta to na pia my parents walinipea support kwangu sana, na wa appreciate sana manzi. So by the government sponsorship unamaanisha nini, help ama? Nilikuwa napewa help. So help ilikusaidia sana? Ilinisaidia sana. But iko inatosheleza mahitaji yako? Ndio. Yeah. So to your parents, I know as parents they will be very proud kukuona umegraduate. Unaweza ambiaje wazazi wako pale nje, mom, dad? Je, uko na wazazi wote kwanza? Yeah, niko na wazazi wote. My dad there anaitwa Samson Gwantai Mudhaura. Ningependa sana kumappreciate. Alinisaidia morally, financially. Alinipea support yote yenye mzazi anaweza pea mtoto wake. Pia my mom pale anaitwa Judith Gasheri, na mu-appreciate sana. Pia na appreciate my spiritual dad hapo anaitwa Bishop Nathan Kiremi. Alinisaidia sana sana sana, kunimenta, kunisaidia wakati nikienda vibaya, ananirekebisha, ananiambia this is the way. Na namshukuru sana mpaka saizi nimefika because of you people mmenisaidia sana. My aunties, my uncles, nyote, my siblings, mimi na appreciate sana. Na naombea God our bless. Wow, that's interesting. So thank you Rispa for your time. Tutakutana tena. Congratulations again. Thank you so much. And thank you for having me for interview. Sawa. You're most welcome. Haya, asante.